Sura ya kwanza. Utabiri wa ajali ya ulimwenguni. Kutoka juu ya kilele cha mlima Mzeituni, Yesu aliutazama mji wa Yerusalemu. Hekalu lile maarufu lilionekana wazi. Jua la jioni lilitupa miale yake meupe juu ya kuta zake za mawe ya malma yang'aayo tangu mnara wake wa dhahabu mpaka chini. Mwisraeli yeyote angewezaye kulitazama bila kusifu kwa jinsi lilivyokuwa maarufu. Lakini Yesu alikuwa na mawazo mengine. Alipofika karibu, aliuona mji, akaulilia. Luka sura ya 19 mstari wa 41. Machozi ya Yesu hayakuwa ya kujililia mwenyewe, ingawa mbele yake palikuwa na Gethsemane, mahali pa mateso makali yaliyomkabili, na Kalvari, mahali pa kusulubiwa kwake. Walakini sio mambo hayo yaliyomtia huzuni kiasi cha kulia. Aliwalilia maelfu ambao watafikwa na ajali waliomo Yerusalemu. Historia ya miaka 1000 ya watu wa Mungu walio wateule na jinsi Mungu alivyokuwa akiwaangalia kwa huruma nyingi ilipita katika macho yake Yerusalemu, mji uliotukuzwa na Mungu kuliko yote duniani mote. Bwana ameichagua Sayuni, akaaye ndani yake. Zaburi sura ya 132 mstari wa 13. Kwa muda wa vizazi vingi, manabii watakatifu walikuwa wakitoa ujumbe wa maonyo. Damu za kondoo zilikuwa zikitolewa kila siku. Kafara zilielekeza kwa mwana kondoo wa Mungu. Kama Israeli angedumisha ushirikiano wake na Mungu, Yerusalemu ungedumu milele, maana ni mteule wa Mungu. Lakini historia nzima ya watu hawa waliopendwa na Mungu imekuwa ya uasi tu. Mungu alikuwa amewahurumia watu wake zaidi ya upendo wa baba kwa mtoto wake, kwa sababu aliwahurumia watu wake na makao yake. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 36 mstari wa 15. Maonyo na kusii kote viliposhindwa, aliwatumia kipaji maarufu kabisa cha mbinguni, mwana wa Mungu mwenyewe, ili kushughulikia mji muasi. Kwa muda wa miaka 3, Bwana wa nuru na utukufu amekuwa akienda huku na huko kati ya watu wake, akitenda kazi njema na kuponya wote walioonekana na Ibilisi, kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kuona tena, kuwaachia huru walioteswa na kutangaza mwaka uliokubaliwa. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa na maskini wanahubiriwa habari njema. Matendo sura ya 10 mstari wa 38. Luka sura ya 4 mstari wa 18. Mathayo sura ya 11 mstari wa 5. Aliishi kati yao bila kuwa na makao maalum, ili apate kuwasaidia katika hali zao za kuhurumiwa, akiwasihi ili wapate kukikubali kipawa cha mbinguni ambacho ni cha uzima. Huruma zake nyingi zilikataliwa na waasi hawa kwa masikitiko makubwa, lakini Israeli walimkataa rafiki yake mkuu na msaidizi wake wa pekee. Kusihi kwake kwa upendo mwingi kumedharauliwa na kukataliwa. Muda wa rehema na msamaha ulikuwa unatoweka. Mkusanyiko wa ghadhabu kwa ajili ya uasi wao ambao ni wa muda mrefu ulikuwa umejaa karibu kupasuka juu yao. Yule ambaye ndiye angeweza kuokoa na ajali dhahiri iliyokuwa ikiwakabili amedharauliwa, amekataliwa na karibu atasulubishwa. Kristo alipoutazama Yerusalemu na ajali yake ikiukabili pamoja na taifa zima, aliona maangamizo yake yote kwa ukamilifu. Alimuona malaika mwenye upanga tayari kuharibu na kuangamiza mji ambao umekuwa makao ya Mungu kwa muda mrefu. Kutokea mahali pale pale alipokuwa akisimama mpaka sehemu yote ya mji ambao baadaye Titus jemadari alisimama pamoja na jeshi lake. Alitazama ng'ambo pale hekalu takatifu liliposimama, machozi yakilengalenga machoni mwake, akiona jinsi kuta za mji zitakavyozungukwa na majeshi ya wageni. Alisikia vishindo vya majeshi vikijipanga kwa vita. Alisikia sauti za akina mama na watoto wao wakililia chakula wakati mji umezingirwa na majeshi ya adui. Aliona nyumba takatifu ya Mungu ikiteketea katika ndimi za moto na maangamizo makuu. Alitazama mbele katika vizazi vingi. Aliona watu wa agano na Mungu wakitawanyika katika nchi zote kama mavunjiko jangwani. Huruma za Mungu, upendo usio kifani, unaonekana katika maneno ya maombolezo ya Yesu juu yao.
Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako, ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako, kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hamkutaka. Mathayo sura 23 mstari wa 37. Kristo aliona katika Yerusalemu mfano wa ulimwengu ambao ni mgumu kwa kutoamini na uasi, nao una haraka kuingia katika hukumu za Mungu. Roho yake ilijaa huzuni kwa ajili ya maangamizo ya nchi. Alitamani kuwaokoa wote. Alikuwa tayari kujitoa kabisa mpaka kifo ili kuwaletea watu wote wokovu. Mtukufu wa mbinguni analia. Jambo hilo laonyesha jinsi ilivyo kazi ngumu mno ya kumwokoa mkosaji na matokeo ya kuvunja sheria ya Mungu. Yesu aliuona ulimwengu umehusika katika uasi sawa na Yerusalemu ulivyoangamizwa kwa uasi ule ule. Dhambi kuu ya Wayahudi ilikuwa ile ya kumkataa Kristo. Dhambi kuu ya ulimwengu ni ile ya kukataa sheria ya Mungu ambayo ndiyo msingi wa utawala wake mbinguni na duniani. Watu mamilioni waliomo dhambini ambao wataangamia katika mauti ya pili watakataa kusikia ukweli katika wakati wao wa wokovu. Hekalu maarufu kuangamia. Siku 2 kabla ya Pasaka, Kristo na wanafunzi wake walikwenda tena katika mlima wa Mizeituni kuelekea mji. Mara nyingine tena aliangalia hekalu likiwa katika uzuri wake na mng'ao wake. Sulemani mfalme wa Israeli, mwenye hekima kuliko wote, alijenga hekalu la kwanza lililokuwa maarufu kabisa, ambalo ulimwengu haujaona kama hilo. Baada ya kuharibiwa na Nebukadneza, lilijengwa upya miaka 500 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Lakini hekalu hili la pili halikulingana na lile la kwanza kwa utukufu. Wingu la utukufu halikutua juu yake, wala moto kutoka mbinguni haukuja juu ya madhabahu yake. Sanduku, kiti cha rehema na meza ya maonyesho havikuonekana ndani yake. Hakuna sauti kutoka mbinguni iliyosema na makuhani kuwajulisha mapenzi ya Mungu. Hekalu la pili halikujiwa na utukufu wa Mungu, ila mmoja ambaye ni Mungu halisi alikuwako, yaani Kristo. Mmoja anayetakiwa na mataifa yote ndiye amekuja katika hekalu lake. Ndiye ambaye ni mtu wa Nazareti aliyefundisha katika ukumbi wake na kuponya wagonjwa. Lakini Israeli wametia unajisi karama ya mbinguni. Basi pamoja na mwalimu huyu mnyenyekevu alipotoka mlangoni mwa hekalu, utukufu uliwacha milele pamoja na hekalu lao. Maneno ya Mwokozi yalikuwa yametimia tayari. Nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa. Mathayo sura 23 mstari 38. Wanafunzi walishangaa sana kwa maneno ya Kristo ya kulaani hekalu, nao walitamani sana kufahamu maana yake. Herode mkuu alikuwa ametia humo hazina tele ya Warumi na ya Wayahudi. Mawe ya marma yenye kung'aa yalitolewa kutoka Rumi, yalijengewa katika hekalu hilo. Kwa hiyo wanafunzi walitaka Kristo aangalie na kustaajabu uzuri wake. Walimwambia, tazama yalivyo mawe na majengo haya. Marko sura ya 13 mstari wa 1. Yesu akajibu na kusema, amini nawaambieni, halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Mathayo sura ya 24 mstari wa 2. Bwana alikuwa amewaambia wanafunzi kuwa atakuja mara ya pili. Hivyo alipotaja hukumu ya Yerusalemu, mawazo yao yalirudia habari za kuja kwake. Kwa hiyo walisema, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Mathayo sura 24 mstari wa 3. Kristo aliwaeleza wanafunzi mambo na matokeo makuu yatakayotolewa kabla ya mwisho wa ulimwengu. Unabii uliotoa ulikuwa na maana mbili. Wakati ulihusu maangamizo ya Yerusalemu, pia ulihusu matisho ya siku kuu ijayo. Hukumu zitawaangukia Waisraeli kwa ajili ya kumkataa na kumsulubisha Masihi. Basi hapo mtakapoliona chukizo na uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli
limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie mlimani. Mathayo sura ya 24 mstari wa 15 na 16. Soma pia Luka sura ya 21 mstari wa 20 na 21. Wakati hali ya ukafiri wa Kirumi itakapokuwa ikifanyika katika mahali patakatifu penye kuta za mji mtakatifu, wafuasi wa Kristo itawapasa watafute mahali pengine pa usalama wakakae. Wale watakaookoka itawapasa waharakishe kutoka bila kuchelewa. Kwa ajili ya dhambi za Yerusalemu zimesababisha hukumu yake, ukaidi wake na uasi wake umesababisha ajali hiyo. Soma Mikaeli sura ya 3 mstari wa 9 mpaka 11. Wenyeji wa Yerusalemu walimlaumu Kristo kwamba ndiye alisababisha maovu yote yaliyowapata, ambayo ni dhambi zao wenyewe. Ingawa walimfahamu kuwa hana dhambi yoyote, walisema kuwa hana budi kufa ili taifa zima lisiangamie. Walikubaliana na uamuzi wa kuhani wao mkuu kwamba inafaa mtu mmoja afe kuliko taifa zima kuangamia. Yohana sura ya 11 mstari wa 47 mpaka 53. Wakati walimchinja Mwokozi wao kwa ajili ya kutaja dhambi zao, wao wenyewe walijidai kuwa wana wa Mungu wapendwa, na walitazamia kuwa Mungu angewaokoa kutoka kwa adui zao Warumi. Uvumilivu wa Mungu. Mungu alikawiza hukumu yake juu yao kwa muda wa miaka karibu 40. Kulikuwa na Wayahudi wengi ambao hawakuelewa kazi ya Kristo. Tena watoto hawakupata nafasi kama ile ya wazazi wao. Kwa njia ya mahubiri ya mitume, nuru ya Injili ingewafikia wote. Wangeona jinsi unabii ulivyotimia, sio kwa kuuliwa kwa Kristo tu, bali kifo na kufufuka kwake pia. Watoto wasingepaswa kupata adhabu kwa ajili ya dhambi za wazazi wao, lakini walipoikataa nuru iliyowafikia, ndipo wakashiriki dhambi za wazazi wao na kukijaza kikombe cha uovu wao. Wayahudi kwa ajili ya ukaidi wao na uasi wao walikataa karama yao ya neema ya mwisho waliopewa. Ndipo Mungu akaondolea ulinzi wake. Taifa zima likaachwa liongozwe na kiongozi waliomchagua. Shetani aliwaamshia hali fedhuli kabisa, nyonge na ya udhalimu. Watu walikuwa kama wanyama tu, walitangatanga kama vipofu, wakawa wakatili. Marafiki na watu wa jamaa moja walisalitiana tu wao kwa wao. Wazazi waliwaua watoto wao na watoto wazazi wao. Watawala hawakuweza kujitawala wenyewe. Ukali wao ukawafanya kuwa wajeuri sana. Wayahudi walikubali maneno ya ushahidi wa uongo juu ya Kristo, hata wakamuua yule mwenye haki, mwana wa Mungu asiye na hatia. Sasa mashtaka yao ya uongo yamefanya maisha yao kuwa ya ovu. Hofu ya Mungu haikuwa ndani yao tena. Shetani ndiye alikuwa mtawala wao. Viongozi wa upinzani wakaambizana wao na wapinzani wao bila huruma. Hata mambo matakatifu ya hekaluni hayakuweza kuheshimiwa. Hekalu lilitiwa unajisi kwa maiti zilizokuwa zikitupwa humo ovyo. Hata hivyo, matendo ya kinyama ya jinsi hii walioyatenda walikuwa wakiona sawa tu na kusema kuwa Yerusalemu hautaharibiwa, maana ni mji wa Mungu. Hata wakati ule Warumi walipozunguka mji wa fedhuli, walikuwa na tumaini kuwa Mungu angeingilia kati na kuwafukuza Warumi, lakini Israeli alikuwa ameondoa ulinzi wake na sasa yuko wazi bila kinga yoyote. Ishara ya maangamizo. Utabiri wote Yesu aliotabiri kuhusu uangamizi wa Yerusalemu ulikuwa unatimia moja kwa moja. Ishara na vioja vilionekana kwa muda wa miaka 7 mpaka mtu fulani aliyokuwa akitembea katika barabara za Yerusalemu huku akitangaza, ole utakaojia mji. Mtu huyu ambaye hajulikani alikotoka aliteswa na kufungwa na kutendwa mabaya, lakini kwa dharau na jeuri yeye alijibu, ole ole wa Yerusalemu. Baadaye aliuawa katika kuuzingira Yerusalemu. Katika maangamizo ya Yerusalemu hakuna hata Mkristo mmoja aliyepotea. Baada ya majeshi ya Kirumi chini ya jemedari Sestius kuuzingira mji, ghafla waliondoka bila kutazamiwa, wakati kila jambo lilikuwa tayari kwa mashambulio. Jemedari wa Kirumi aliamuru majeshi yake yaondoke bila sababu maalum. Dalili iliyoahidiwa na Kristo kwa wafuasi wake imefika.
Luka sura 21 mstari wa 20 na wa 21. Mambo yaliyotayarishwa kabisa ili kuwawezesha Wakristo kukimbia ambavyo haikuwezekana kuzuilika. Wayahudi hao Warumi hawakuweza kuyazuia. Wakati majeshi ya jemedari Sestius yalipoondoka, Wayahudi nao walitoka kuwafukuza, na wakati walipokuwa katika kupambana, Wakristo walipata nafasi ya kukimbilia mahali pa usalama. Walikimbilia mji wa Pela. Majeshi ya Wayahudi yaliwafuata Warumi, yalishambulia majeshi kwa nyuma. Hivyo Warumi walifaulu kwa shida sana kuendelea. Wayahudi walirudi Yerusalemu wakifurahi, wakiwa na vitu walivyoteka. Ushindi mdogo huu uliwaletea maafa makubwa. Walizidi kuwa wakaidi zaidi, wasitake kujisalimisha kwa Warumi. Hivyo maafa makubwa yasiyoelezeka bila kipimo yalifuata baadaye. Mabaya ya kutisha yaliujia mji wa Yerusalemu wakati jemedari Titus aliporudi na kuuzingira mji mara ya pili. Mji ulizingirwa wakati wa Pasaka, wakati Wayahudi kwa mamilioni walikuwa wamekusanyika ndani yake. Magala ya vyakula yalikuwa yameharibiwa na watu wenye fitina, na sasa hali ya njaa iliwaingilia. Watu walikula ngozi za mishipi yao na viatu vyao. Watu wengi sana walikuwa wakipenya usiku na kutoka nje ya mji kutafuta matunda mwitu. Wengi walikuwa wakikamatwa na kuuawa kikatili. Mara nyingi hata wale waliowahi kurudi salama walinyang'anywa na wenzao kile walichokipata huko nje. Waume waliwanyang'anya wake zao chakula, na wake vivyo hivyo walionyang'anya waume zao. Watoto walipokonya chakula kutoka vinywani mwa wazee wao. Viongozi wa majeshi ya Kirumi walikusudia kutoa kipigo kizito kwa Wayahudi ambacho kingewafanya wasalimu amri mara moja. Mateka walipigwa, wakateswa sana na kutundikwa mitini mbele ya kuta za mji, kufuata bonde ya Hoshafati na kuendelea mpaka mlima wa Golgota. Misalaba mingi sana ambako watu walikuwa wametundikwa ilijazana tena. Hapakuwako na nafasi ya kupita kati yake. Kwa hiyo matamshi yaliyotamkwa mbele ya kiti cha hukumu cha Pilato kwamba damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu yalikuwa yametimia. Mathayo sura 27 mstari wa 25. Jemedari Titus alijawa na hofu ya mshangao wa kuchukiza alipoona maiti za Wayahudi zimejaa bondeni humo. Alitazama hekalu, akaamuru kuwa mtu yoyote asiliguse. Aliwasihi viongozi wa Wayahudi wasalimu amri, asije akalazimika kuharibu na kupaharibu mahali patakatifu kwa kumwaga damu, yaani wasiingize vita hekaluni. Kama Wayahudi wangalipigania mahali pengine, hakuna Mrumi hata mmoja angelithubutu kuharibu hekalu takatifu. Josephus aliwasihi sana wasalimu amri ili wajiokoe na kuokoa mji wao pamoja na hekalu lao takatifu, lakini walijibiwa kwa matusi mabaya na kushambuliwa kwa ghafla. Hiyo ndio ilikuwa nafasi yao ya mwisho, na Josephus alikuwa mwombezi wao wa mwisho. Titus alijaribu kuokoa hekalu, lakini ilikuwa kazi bure. Mkuu kuliko yeye alikuwa ametamka kuwa halitasalia jiwe juu ya jiwe. Baadaye jemedari Titus aliazimia kushambulia kwa kishindo kikubwa na kuliteka hekalu ambamo askari wa Wayahudi walilifanya kuwa ngome yao, lakini alikuwa na nia ya kutoliharibu, bali majemedari wake hawakujali. Askari mmoja alitupa kinga cha moto kupitia kwenye uwazi. Moto ukashika kwenye mbao, na hivyo moto ukawaka kwa nguvu na kuenea pote. Titus alikimbia mpaka mahali moto ulipotokea, akaamuru askari wa uzime mara moja, lakini amri yake haikutiiwa hata kidogo. Badala yake askari waliongeza kuwasha moto zaidi na kuwaua Wayahudi waliokuwa ndani. Damu ilifurika hekaluni kama maji. Baada ya kuliteketeza hekalu, mji wote ukaangukia mikononi mwa Warumi. Viongozi wa Wayahudi waliziacha ngome zao. Titus alisema kuwa Mungu ndiye amezitia katika mikono yake, maana hakuna uwezo wa aina yoyote ile ambao ungeliweza kuzibomoa ngome hizo. Mji na hekalu pia vilibomolewa mpaka misingi yake yote, na mahali pale hekalu takatifu lilipojengwa palilimwa kwa jembe na kusawazishwa kama shamba. Yeremia sura 26 mstari wa 18. Watu zaidi ya milioni 1
waliangamia, na waliobakia wengine walitekwa na kupelekwa utumwani. Wengine waliuzwa kama watumwa, wengine walitawanyika wakaishi mahali pengine katika hali ya ukimbizi, na wengine walitupwa katika matumbi ya simba na wanyama wakali, wakawa sinema ya kutazamwa na watu wakiangamizwa. Wayahudi walikuwa wamekijaza kikombe chao cha kulipiza kisasi. Katika misiba iliyowafuata baadaye, ilikuwepo na mavuno ya mambo waliyopanda kwa mikono yao wenyewe. Israeli, umejiangamiza mwenyewe, kwa maana umeanguka kwa sababu ya maovu yako. Hosea sura ya 13 mstari wa 9, sura ya 14 mstari wa 1. Taabu yao ilitajwa kila mara kama adhabu iliyoagizwa na Mungu. Kwa njia hii mdanganyaji mkuu hufunika kazi yake na kuitupa kwa Mungu. Wayahudi kwa ajili ya ukaidi wao na kukataa rehema na upendo wa Mungu walijiondolea ulinzi wa Mungu, wakabaki wazi. Hatujui kiasi gani tunawiwa na Kristo kwa ajili ya amani na ulinzi tulivyo navyo. Mkono wa Mungu wa kutulinda umzuia shetani asituharibu. Kutotii na kutoshiriki ni deni kubwa tulilonalo kwa Mungu, lakini mtu anapovuka mpaka wa Mungu, ulinzi wake huondolewa. Mungu amtetei mtu huyo kama mshtakiwa. Huacha hao wakaidi wavune kile walichopanda. Kila cheche ya nuru iliyokataliwa ni mbegu iliyopandwa, nayo italeta mavuno. Roho wa Mungu anayeishi akipingwa daima, mwisho ataondoka. Ndipo mtu atabaki bila uwezo na kuzuia tamaa mbaya kwake. Hakuna kinga kwa madanganyo ya mwovu shetani. Uharibifu wa Yerusalemu ni onyo kuu kwa watu wote wanaokataa rehema za Mungu. Unabii wa Mwokozi kuhusu hukumu ya Yerusalemu utatimia kwa njia nyingine. Katika ajali ya mji mteule, tunaona msiba utakaowapata walimwengu waliokataa rehema za Mungu na kukanyaga sheria yake takatifu. Huzuni kuu ambayo haijatokea ulimwenguni iliwapata watu wapotofu. Kukataa mamlaka ya mbinguni kumekuwa jambo la kutisha sana, lakini wakati ujao utakuwa wa huzuni kuu zaidi, wakati Roho wa Mungu atakapoondolewa kabisa ulimwenguni. Hakuna kitu kitakachozuia hali ya kinyama na hasira za kishetani na udanganyifu wake wa kikatili. Katika siku hiyo, sawa na ilivyokuwa Yerusalemu, watu wa Mungu wataokolewa. Soma Isaya sura ya 4 mstari wa 3, Mathayo sura ya 24 mstari wa 30 na 31. Kristo atakuja mara ya pili ili kuwakusanya watu wake. Ndipo mataifa yote ya ulimwenguni watakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi, naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Mathayo sura ya 24 mstari wa 30 na 31. Hebu watu na waangalie sana wasije wakasahau maneno ya Kristo. Kama vile alivyowaonya wanafunzi wake kuhusu uharibifu wa Yerusalemu juu ya kukimbia kwao, ndivyo pia ameonya ulimwengu kuhusu uharibifu wa mwisho. Wote wapendao wanaweza kukimbia ghadhabu ijayo. Tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa. Luka sura ya 21 mstari wa 25. Soma pia Mathayo sura ya 24 mstari wa 29, Marko sura ya 13 mstari wa 24 mpaka 26, Ufunuo sura ya 6 mstari wa 12 mpaka 17. Maneno ya Kristo ya maonyo ni kwamba kesheni basi. Marko sura ya 13 mstari wa 35. Wale watakaojali maonyo hawataachwa wakae gizani. Sasa ulimwengu hauko tayari kuyapokea maneno ya ujumbe wa Kristo kwa wakati huu kuliko Wayahudi walivyoyapokea maonyo ya Kristo kuhusu uharibifu wa Yerusalemu. Njoo, maadamu ni leo. Siku ya Mungu itawagafilisha wote wasiomcha Mungu, wakati maisha yatakapokuwa yanaendelea kama kawaida, wakati watu watakapozama kabisa katika anasa, katika shughuli na katika uchumi, wakati viongozi wa dini watakaposifia maendeleo ya ulimwengu na watu wakijitumainisha kuwa na amani na usalama, ndipo kama vile mwizi aibavyo usiku, ndivyo uharibifu utakavyowajia wote wasiomcha Mungu, wala hakika hawataokolewa. Wathesalonike 1 sura ya 5 mstari wa 2 mpaka wa 5. Kumbuka milimani, historia ya Jews